Wapendwa katika Kristo, tumsifu Yesu Kristo milele. Amina. Karibuni katika tafakari ya neno la Mungu siku ya Dominika ya 5 ya Kwaresma. Dominika hii ya 5 ya Kwaresma ni hatua ya mwisho kuelekea kilele cha mateso, kifo na ufufuko wa Bwana wetu Yesu Kristo. Katika Dominika hii ya 5, Mama Kanisa na kufuatia mapokeo ya Kanisa Katoliki, tuna desturi ya kufunika misalaba na picha za kanisani kuanzia Dominika hii na kuendelea mpaka mwisho wa azimisho la mateso ya Bwana Ijumaa Kuu, ambapo hapo ndio msalaba hufunguliwa, lakini picha hukaa zimefunikwa mpaka mwanzo wa kesha la Pasaka. Katika wiki mbili hizi masomo yanatuonyesha Yesu akiwa kwenye mvutano mkali na washtaki wake. Wiki mbili zinazokuja zilizopita tunaona Yesu akiwa katika mvutano mkali na washtaki wake, ambapo hafanyi kazi na utume wake hadharani tena kama hapo mwanzo. Yesu anakuwa anafanya kazi kwa kujificha, ambapo utukufu wake wa kimungu atakubali kuficha na kukubali kukamatwa na kuteswa na kuuawa na Wayahudi. Ule utukufu wake wa kimungu katika wiki hizi mbili zinazokuja tutauona kabisa. Atakuwa hauweki hadharani, atawaza sawa uhalisia wa mwanadamu. Ule utukufu wa kimungu atauficha na atakubali kukamatwa, atakubali kuteswa na kuuawa na Wayahudi, na utukufu wake utadhihirika akiwa juu ya msalaba, ambapo atasema sasa yametimia. Atasema yametimia, na binadamu atakiri kwa kinywa chake kuwa hakika huyu alikuwa mwana wa Mungu. Na ndiyo maana siku ya Ijumaa Kuu ndio tunaposema kwamba msalaba unafunuliwa, kwa sababu tayari utukufu wa Mungu umeonekana kupitia wokovu wa msalaba, na watu watauabudu wokovu siku ya Ijumaa Kuu. Na ndiyo maana katika kipindi hichi cha wiki mbili kuanzia Dominika hii mpaka Ijumaa Kuu, misalaba inakuwa imefunikwa pamoja na picha na sanamu nyingine zinazotumika katika kanisani. Na siku ya Ijumaa Kuu, wokovu wa Mungu utakapojidhihirisha pale msalabani, ndipo tutakapoufunua huo msalaba, na itakuwa watu wamekwisha uona utukufu wa Mungu. Sababu nyingine za kufunika msalaba ni kwamba ni ishara ya huzuni. Inatuonyesha kwamba sasa tunaelekea katika kipindi cha mateso. Dominika ijayo itakuwa ni Dominika ya Matawi, ambapo tutamwona Yesu akisafiri, watu wakitumikia matawi ya mitende njiani wakimlaki. Watu hao ambao watafanya kitendo hicho ndio hao watakaosema asulubiwe. Hivyo tunaona katika wiki ile nyingine tutakuwa tumeingia Ijumaa Kuu, ambapo tutaona mateso ya Yesu Kristo, kifo pamoja na ufufuko wake, ambapo tutakapohitimisha mfungo wetu huu wa Kwaresma na kipindi cha Kwaresma mwaka huu. Pia katika Dominika hii huadhimishwa takaso la 3 kuelekea ubatizo kwa ajili ya wakatekumeni, ambao katika kesha la Pasaka watapokea sakramenti ya kuwaingiza katika Ukristo. Hivyo tuzidi kuwaombea wale walioomba katika nia hiyo, ili waweze kufikia nia yao ya kupata ubatizo katika Kanisa Katoliki. Masomo ya Dominika hii yanatupa ujumbe wa matumaini na uzima upya. Hivyo katika masomo haya ya Dominika hii tutasikia nguvu ya kuwa na tumaini kwa Mungu, na pia
uzima mpya. Katika somo la kwanza linatoka katika kitabu cha nabii Ezekieli sura 37 aya 12 hadi ya 14. Somo la pili linatoka katika waraka mtume Paulo kwa Warumi sura ya 8 aya ya 8 hadi ya 11. Na somo la injili linatoka katika Injili ya Mtakatifu Yohani sura ya 11 aya ya kwanza hadi ya 45. Antifona ya kuingia imetoka katika Zaburi ya 43 aya ya kwanza hadi ya pili, nayo inasema: E Bwana, unihukumu, unitetee kwa taifa lisilo haki, uniokoe na mtu wa hila asiye haki, kwa kuwa wewe ndiwe Mungu uliye nguvu za watu. Katika somo la kwanza linatoka katika kitabu cha nabii Ezekieli sura 37 aya 12 hadi ya 14. Tunaona uhamisho wa Babeli uliokuwa kifo cha taifa teule. Kwa sababu ya mapendo yake, Mungu anaahidi kuwafufua Waisraeli, yaani kurudisha katika nchi yao takatifu. Ukombozi huo ni mfano wa ufufuko wa miili yetu siku ya mwisho. Katika somo hili, nabii Ezekieli analeta ujumbe wa matumaini kwa watu wa Israeli waliokuwa uhamishoni na waliokata tamaa kabisa, waliojiona kama mifupa mikavu, bila uhai, bila matumaini na bila msaada. Lakini Mungu anawaahidi kitu kikubwa: kufungua makaburi yao na kuwapa uzima tena kwa njia ya Roho wake. Katika somo hili tunaona picha yenye nguvu sana ya hali ya kiroho ya mwanadamu. Mara nyingi tunapokuwa mbali na Mungu kwa sababu ya kutenda dhambi, tunakuwa kama waliokufa kiroho. Tunapoteza matumaini, furaha na mwelekeo wa maisha. Lakini Mungu hatuachi katika hali hiyo. Anasema wazi, nitatia Roho yangu ndani yenu nanyi mtaishi. Hivyo somo hili linatufundisha kwamba hakuna hali iliyo ngumu kiasi kwamba Mungu hawezi kuibadilisha. Hata kama maisha yetu yamekuwa na kaburi, Mungu ana uwezo wa kutufufua na kuturudishia katika uzima wa milele. Na makaburi ambayo yanaweza kuwa katika maisha yetu ni kuingia katika dhambi, kufanya mambo ambayo hayampendezi Mungu. Tunakuwa tumejifukia humo, hamna lizuri lolote lile ambalo tunalifanya. Na katika wimbo wa katikati tunamsikia mzaburi akisema, kwa Bwana kuna fadhili na kwake kuna ukombozi mwingi. Hapa tunaona kwamba yeyote anayemtumainia Bwana atapata fadhili na atapata ukombozi mwingi. Tunamwona kabisa mzaburi akiwa anamlilia Bwana, akimwambia kwamba toka vilindini nimekulilia. Bwana, uisikie sauti yangu, masikio yako yasikilize sauti za dua zangu. Tunaona ni kwamba ni mtu ambaye anamlilia Mungu ili aisikilize sauti yake, amsaidie katika yale yote. Na Mwenyezi Mungu daima ni mwenye fadhili na daima kwake kuna ukombozi. Na ndiyo maana kama yeye angehesabu maovu yetu, hakuna yeyote ambaye angeweza kusimama. Lakini kwake daima kuna msamaha ambao tunaupokea. Hivyo tunaalikwa kwamba tumtegemee Mungu ili tuweze kupata ukombozi mwingi. Na katika somo la pili linatoka katika kitabu waraka wa mtume Paulo kwa Warumi sura ya 8 aya ya 8 hadi ya 11. Tunamwona mtume Paulo anazungumza maisha ya mwili na maisha ya roho. Anasema wazi kuwa wale wanaoongozwa na mwili hawawezi kumpendeza Mungu, lakini wale wanaoongozwa na Roho wako hai ndani ya Kristo. Hapa tunakumbushwa kwamba maisha ya Kikristo si tu kuhusu kuwepo kimwili, bali kuishi kwa Roho ya Mungu. Roho Mtakatifu ndiye anayetuunganisha na Kristo na kutupa uzima wa kweli. Bila Roho huyo, maisha yetu yanakuwa matupu na yasiyokuwa na mwelekeo wa kiroho. Zaidi ya hapo, Paulo anatupa ahadi kubwa
Kama Roho aliyemfufua Kristo anakaa ndani yetu, basi nasi tutapata uzima. Hii ina maana kwamba uzima wa Kikristo unaanza sasa, lakini utakamilika katika ufufuko wake. Na kadiri ya Paulo, shauku ya dhambi hutokana na mwili. Mwili ndiyo daima hutuvutia katika kutenda dhambi, na kumbe matendo mema yanayompendeza Mungu hutokana na Roho, yaani Roho Mtakatifu tuliyompokea katika ubatizo. Basi tunashauriwa tumfuate huyo Roho ili tumpendeze Mungu, naye Roho atatufufua siku ya mwisho kama alivyomfufua Yesu Kristo. Na katika Injili ya siku hii ya leo imetoka katika Injili ilivyoandikwa na Yohani, ambapo ni sura ya 11 ya kwanza hadi ya 45. Hapa tunaona kisa cha kufufuliwa kwa Lazaro, ambapo Injili ya leo inatuonyesha kwamba kufufuliwa kwa Lazaro hili ni jambo moja la miujiza mikubwa ambalo Yesu alilifanya na lina maana ya kina sana. Yesu anajitambulisha wazi kwa kusema, mimi ndimi ufufuo wa uzima wa milele, ambapo ndipo shangilio letu la leo limetoka, ambapo linasema mimi ndimi ufufuo na uzima wa milele, asema Bwana, yeye aniaminie mimi hatakufa kabisa hata milele. Katikati ya somo hili aya 25 na 26 tutasikia maneno hayo. Hivyo kifo cha Lazaro kilionekana kama mwisho, lakini Yesu analigeuza kuwa mwanzo mpya. Hata kuchelewa kwake kufika Bethania hakukuwa bila sababu, ilikuwa ni utukufu wa Mungu uonekane. Tunaona pia ubinadamu wa Yesu, analia rafiki yake, anamlilia rafiki yake. Hii inaonyesha kuwa Yesu anashiriki kamilifu katika mateso yetu. Lakini pia tunaona umungu wake, anamuita Lazaro kutoka kaburini na kumpa uzima. Tukio hili linatufundisha mambo makubwa matatu, kwamba Yesu ana mamlaka makubwa na ni mwana wa Mungu, na tukitegemea yeye, tukimpa tumaini letu, tutapata uzima wa milele. Ana uwezo wa kututoa katika kifo, ambapo vifo vyetu ni katika dhambi tulizozitenda, namna tulivyomwasi Mungu, na kutufufua kama alivyomfufua Lazaro. Haijalishi alikufa siku gani, haijalishi miaka ngapi, lakini atatupa uzima. Imani, jambo la pili, anatufundisha kwamba imani ni muhimu ili kuona utukufu wa Mungu. Na jambo la tatu, Yesu anatupa uzima si tu wa kimwili bali kiroho. Hivyo leo hii kuna watu wengi wanaishi lakini kama wamekufa kiroho. Wanaishi lakini wamefanyaje? Wamekufa kiroho kwa sababu ya dhambi, sababu ya huzuni au kukata tamaa. Lakini bado Yesu anasema njooni, njooni, yaani toka katika hali hiyo ya giza tuliyopo sasa na tuingie katika hali ya mwanga, hali ya uzima wa milele. Hivyo masomo ya Dominika hii yanatupeleka moja kwa moja katika kiini cha maisha ya mwanadamu, hitaji la uzima wa kweli kutoka kwa Mungu. Namuona Yesu katika Injili akisimama mbele ya kaburi la Lazaro, mahali pa mwisho wa matumaini ya kibinadamu, lakini hapo hapo ndipo nguvu ya Mungu inajidhihirisha. Tukio hili linaunganika kwa undani kabisa na hali ya Mungu katika somo la kwanza la kuwafufua watu wake kutoka makaburini mwao, na mafundisho ya Mtume Paulo kwamba Roho wa Mungu ndiye anayeleta uzima ndani yetu. Hivyo haya masomo yote matatu yanaonyesha ujumbe mmoja, yanabeba ujumbe mmoja kwamba Mungu ana nguvu ya kuleta uzima pale ambapo mwanadamu anaona mwisho. Daima kifo ndio mwisho wa maisha ya mtu kwa hapa duniani. Hivyo katika kifo hicho Mungu anatupa uzima, anatuleta katika mwanga. Daima kifo ni giza.
lakini Mungu anatutoa katika hilo giza, anatuleta katika mwanga. Na katika haya maisha mapya ambayo Mungu anatuleta, ni maisha ambayo ni ya kumpendeza yeye, maisha ambayo ni ya kuishi kwa kufuata mapenzi yake yeye. Katika maisha ya sasa, makaburi haya si lazima yawe kimwili, yawe ya makaburi tuliyozoea kuyaona, na bali ni hali tunazopitia kila siku. Zile hali tunazopitia, hali za kututenga na Mungu, kuingia katika dhambi, kukata tamaa, msongo wa mawazo, hofu ya kesho, na hata kukosa maana ya maisha. Wakati mwingine mtu anaweza kuwa hai kwa mwili, lakini ndani amekufa. Hana furaha, hana matumaini, wala hana uhusiano wa karibu na Mungu. Ndipo masomo haya yanapopata maana halisi, yanatuambia kwamba Roho wa Mungu bado anafanya kazi, na Yesu anaita kwa sauti ile ile, njooni nje. Ni mwaliko wa kutoka katika hali zetu za giza na kuingia katika mwanga wa uzima mpya. Aidha, ujumbe huu hauishii tu kwetu binafsi, bali unatuhusisha pia kwa maisha ya wengine. Katika Injili tunaona Yesu alipomfufua Lazaro, aliwaambia wale waliokuwepo, mfungueni mkamwache aende zake. Hii ina maana kwamba uzima wa kimungu mara nyingi hupitia mikono ya wanadamu, na leo hii kuna watu wengi wanaohitaji kufunguliwa kutoka katika minyororo ya maisha yao, na sisi ndio tunaoalikwa kuwa sehemu ya suluhisho hilo. Hivyo kupitia maneno ya faraja, matendo ya upendo na uwepo wetu wa karibu, tunaweza kushiriki kazi ya Mungu ya kufufua matumaini kwa wengine. Yaani lile tumaini la Mungu lililopotea kwa watu wengine, kwa dhambi, kwa kukata tamaa na mambo mengine mengi. Tuna wajibu sisi kama Wakristo, na katika kipindi hichi cha Kwaresma ambacho tunaelekea mwishoni, kwenda kufufua kama Yesu alivyofanya. Hivyo leo tunaweza tukavaa uhalisia wa Yesu na kwenda kufufua wengine katika lile tumaini ambalo wamelipoteza. Hivyo tunapopokea uzima kutoka kwa Kristo, tunaitwa pia kuusambaza. Ule uzima tunaopata tunaitwa pia kuusambaza, ili jamii yetu iwe hai zaidi kiroho na iishi vyema. Hivyo leo katika Dominika hii ya 5 ya Kwaresma, tunaitwa kujitathmini. Je, kuna sehemu ya maisha yangu ambayo imekufa kiroho? Jaribu kuangalia ni sehemu gani ambapo umepoteza tumaini kwa Mungu, umetenda dhambi, roho yako imekufa, ni mwili tu unatembea. Jaribu kujitafakari. Je, nimekata tamaa au nimejitenga na Mungu? Kama nilivyokwisha kuelezea, daima tunajitenga na Mungu, tunajenga ukuta baina yetu sisi na Mungu pale tunapotenda dhambi na tunapoacha kurudi na kuomba msamaha. Kama yule mwana mpotevu alivyotumwa kusema, Baba, nimekosa mbele yako na mbele za Mungu. Tunapaswa kurudi, tujinyenyekeze kwa Mungu, tutubu, tuonyeshe namna tulivyokosa na kujinyenyekeza mbele yake tukiomba toba na msamaha. Habari njema ni kwamba Yesu yupo tayari kutufufua. Anatujia katika neno lake tunalipokea kila siku, tukisoma Biblia, tukienda kanisani na kadhalika, kupitia katika sakramenti. Na Kanisa Katoliki limetupa sakramenti 7, na kila sakramenti ina umuhimu wake, ikiwemo zile sakramenti ambazo zinatufufua, ambazo tunasema ni sakramenti za wafu, ubatizo na kitubio. Zinafufua roho zilizouliwa kwa dhambi na kutuleta katika mwanga wa uzima, mwanga wa milele. Hivyo kupitia katika sakramenti na katika maisha ya kila siku, ili kutupa uzima mpya, Yesu yupo tayari daima. Nasi pia tunaitwa kuwa vyombo vya uzima kwa wengine.
kwa maneno ya faraja. Daima tuwasemeshe wengine kwa maneno ya faraja. Daima tusiwafokee wengine, tusijione kwamba sisi ndio wakamilifu, tukawasengenya wengine, tukawasema vibaya, tukawasingizia vitu ambavyo havifai. Daima hapo hivyo unakuwa unaua roho la wengine. Bali tunapoongea kwa maneno ya faraja, pengine mtu ametukosea, tunapomsemesha kwa maneno ya faraja, tunapomsamehe, tunafufua ile roho iliyouliwa kwa matendo ya upendo. Daima tuwasaidie wengine, tuwajali wengine ambao wana shida, hata kama shida zao sio kubwa kuliko zetu, lakini pale ambapo tunapowasaidia wengine ndipo tunapofufua roho. Japo jinsi tunaona kabisa Yesu alivyokuwa anapingwa na Wayahudi na wale Mafarisayo na walimu wa dini, lakini hakukata tamaa. Aliendelea kutenda matendo mema, ambapo anatuonyesha licha ya kwamba wengine hawakubali, lakini tutende matendo mema. Na matendo mema tuyatende katika hali gani? Katika hali ya upendo. Tuyatende katika hali ya upendo. Na jambo lililo la muhimu kabisa ni kuwasaidia waliokata tamaa. Tamaa ni kitu ambacho kinamuondoa mtu kabisa. Anaweza mtu alikata tamaa, haoni shida kufanya jambo ambalo ni la ovyo, anaweza kamua kutenda dhambi. Mkata tamaa, Mungu amjibu mbele, anaamua kurudi kuingia dhambini. Wengine wanakata tamaa na maisha, anaamua kunywa pombe, analewa kabisa, hataki kusikia chochote, anataka tu masaa yote apoteze ufahamu wake, asahau. Wengine wanakata tamaa kwa kuachwa, wengine masaibu mengi yanayotukumba hapa duniani. Hivyo basi tufungue moyo wetu kwa Roho wa Mungu ili atupe uzima, na nasi tutakuwa mashuhuda wa uzima huo kwa dunia nzima. Hivyo siku ya leo ni waalike wa Kristo wapendwa, tulipokee neno la Mungu na ili tuwe na tumaini kwake, na kupitia tumaini kwake tutajaliwa kuwa na uzima wa milele. Niwatakie Dominika njema, tukiendelea kutafakari katika wiki hizi mbili zilizobakia, katika mateso, kifo na mwisho katika Pasaka. Wote tuimbe haleluya, tufufuke pamoja na Yesu.